80s Vibe Series. Wapenzi watazamaji wetu wa kipindi cha 80s Vibe Series. Sasa leo nimewaletea kitu kizuri sana. Baada ya watazamaji wetu wengi kutuomba sana tuwaletee legend ambaye mlikuwa mnamtafuta sana. Leo studio zetu hapa tumetembelewa na one of my favorite, one of the finest player ambayo Tanzania ili produce. Ndugu ambaye ni kaka yetu Alhaji Abdallah Kibadeni King. Karibu sana. Nashukuru sana. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha 80s Vibe Series, na tumefurahi sana umekuja studio kututembelea. Sawa. Sasa mimi leo kitu ambacho nataka nifanye ni kuachia uwanja kwamba utembee na sisi taratibu kwenye historia yako. Najua historia yako ni ndefu sana, lakini tunataka utuache na kitu tujue ulianzia wapi, ulichezea timu zipi taratibu mpaka ulipo retire. Na najua kuna mambo mengi ambayo mlipitia ambayo nafikiri utataka kutujulisha, maana kuna vijana wengi ambao wanasikia tu jina. Sisi wa zamani at least tuna bahati, tulikuona ukifanya mambo yako, tulikusikia kwenye redio wakati huo kina Dastan Tido na kina Abdul Masudi wanatupa habari. Kwa hiyo leo nataka tutembeze kwenye safari yako ya mpira. Kwa kweli nashukuru sana kunikaribisha na nimefarijika. Na kama ulivyosema, kuna watu wananisikia, wananiona, lakini hawajajua nilifanya kitu gani katika soka la Tanzania. Sawa. Nashukuru, mimi nimezaliwa mwaka 49. Sasa hivi na miaka karibu 77. Mungu kakuweka vizuri sana. Na nashukuru, azidi kukubariki. Na washukuru wazazi, wamenilea vizuri. Tena katika muongozo ambao unastahili kuishi. Sawa. Marehemu baba ameshatoka na marehemu mama ameshatoka. Kwa hiyo nimebaki mimi na mdogo wangu mmoja tu wa kike. Lakini walobaki hata wenzangu, ndugu zetu, wadogo zetu wote wametangulia. Mimi na sister ndo mnabaki kubeba familia. Furaha yupo tena Ilala hapo nyumbani. Okay. Sasa kubwa, mimi nimesoma hapa Dar es Salaam. Tena Magomeni. Nimeanzia Ilala Habib Punja Muslim School, iko mtaa Mwanza. Alafu nikaenda wakati huo middle school tunaita. Middle school. Middle school nimesoma Magomeni. Makurumla pale. Makurumla. Hapa Makurumla. Na mimi ndio nimesoma hapo Makurumla kuanzia darasa la kwanza. Mimi darasa la 5 mpaka darasa la 8. Okay. Miaka hiyo. Kwa hiyo nilipomaliza tu shule darasa la 8, baba alitaka nizidi kuendelea. Sasa nikamwambia baba, hapana. Na mawazo tofauti. Mimi darasa la 8 hili linanitosha. Lakini wakati huo nasoma soka nilikuwa nalijua vizuri tangu shule. Tangu barabarani, ukitoka shule unaenda barabarani huko mnacheza, kupanga mawe alafu ndio unaenda nyumbani. Na kila nikirudi nyumbani mimi narudi na shilingi na hela nazotunzwa barabarani kule. Bwana. Kwa hiyo hata ile hela ya shule baba alikuwa hapati tena. Hangaiki ya kunipa mimi na ndugu zangu, maana ilikuwa mimi namwambia wewe tusaidie wote. Nilikuwa wakati na ndugu zangu bado tupo na wote wanasoma. Wape hao, mimi niko sawa. Na mimi nipo sawa. Kwa hiyo wakati nikisoma sasa, naye akakubali
kwamba wakati ule nilipomwambia usitafute tena shule kwenda secondary school nikaambia. Kwa hiyo nikamwambia, nikamwomba sana mimi nataka kucheza mpira. Na wakati ule ndo tunacheza mpira barabarani, lakini sio kiwanjani. Sio kiwanjani. Mtaani kwenu barabarani au mtaa. Siku tunashindana mtaa. Watoto mtaa na mtaa. Tunakutana mahali, kiwanja kipi, barabarani. Wakati ule magari yalikuwa sio mengi. Kwa hiyo mnaweza mkacheza. Mtaa mzima anapita gari moja baada ya masaa 3. Sawa kabisa. Kwa hiyo nikakanea karidhika, lakini alinipa masharti. Midamu hutaki kuendelea na shule, nitakufundisha mambo ya ufundi. Okay. Sawa. Nilianzia na ufundi wa cherehani. Okay. Marehemu baba alikuwa na cherehani. Kwa hiyo akaniambia basi pale ukienda mnashona, mnatia viraka watu. Lakini napata nafasi ya kwenda kucheza mpira baadaye. Kwa hiyo nikaendelea vizuri na kazi, lakini baadaye akakutana na ndugu rafiki yake marehemu baba. Akasema bwana, kwani usimpeleke gereji pale? Okay. Basi ikabidi niache kule kwenye cherehani uje gereji. Sasa mechanics. Kwa hiyo nimejifunza na cheti changu, nipatia cha ng'ombe pale. Mimi fundi kwenye magari. Sawa. Natengeneza gari likikuwa na tatizo naweza nikatengeneza mwenyewe. Hakuna shida. Sawa. Kwa hiyo ilikuwa sasa na nafasi ya kucheza vizuri, na huku nikirudi kwenye cherehani mwanzo na kwenye cherehani gereji upo. Wote nipo. Kwa hiyo baba akasema lakini usitoke nyumbani kwangu. Maki ilikuwa labda unataka lakini mimi nilimwambia nataka nioe. Niwe na mke sasa. Kwa hiyo mradi nisaidie, na wakati huo Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake tulikuwa na dada zetu. Mama yetu. Mama ndio akatoka dunia. Sasa ikabidi pale nyumbani kuwe baba atakuwa. Okay, sawa. Nikamwambia ngoja mimi nioe afu nikae hapa nyumbani ili kwamba tusaidiane. Na watoto wako wengine na baba akakubali. Kwa hiyo wazo zuri. Kwa hiyo swala lazima kwanza uanze na sala 5. Kila siku lazima hakikisha umeenda mambo yako mpira, lakini sala 5 hakikisha umeziingiza hapa. Basi na mambo mengi mengine ya kidini, vitabu kusoma. Kwa hiyo kwa nimeendelea vizuri, malezi mazuri. Kwa hiyo aliona mbele na ile ya mpira bado, lakini nikitoka huko naenda Jangwani, sina kwenda wapi. Sasa kuna mtu mmoja pale Buguruni marehemu sasa hivi, alikuwa na mzazi wake alikuwa na uwezo akafungua timu ya mpira Buguruni pale Malapa. Okay. Ilikuwa inaitwa State Style. Okay. Yule akatuchukua sisi. Majina ya mkoloni hayo, State Style. Basi tukawa tunachezea State Style. Lakini siku moja kuna watu wanaocheza huku wengine Jangwani. Sasa hivi watu nikiza Jangwani, zamani ilikuwa jioni saa 10 viwanja vingi vyote vimejaa. Watu wa mpira utawakuta wako Jangwani. Basi naenda kuangalia. Basi siku moja mtu mmoja akaja akanichukua akaniambia twende. Wapi? Wakati huo mimi nachezea State Style. Buguruni. Lakini nao watu wa mjini Kariakoo nao wakawa wananisikia, wananiona. Mbona kuna mtu Buguruni huko? Wanafanya nini? Wakaja pale, hiyo timu inaitwa Republic Sports Club. Iko karibu na Sunderland wakati ule. Okay. Mtaule ule hapa Republic inatazamana na Da Jazz, kwa bendi ya muziki, alafu mtaa mwingine ni klabu ya Sunderland pale. Umewapa watu historia hapo kurudisha nyuma. Sasa ikabidi yule mtu akaniambia twende mazoezini bwana. Tunakwenda wapi? Kwenda kumbe kanipeleka Yanga. Akupeleka Yanga kwa Jangwani, mazoezi yalikuwa Jangwani. Nikaenda nikafanya mazoezi kule nini na wachezaji wa Yanga pale. Sasa kuna watu walipotoka, maki likifanyika jambo watu wote wanapata taarifa. Bwana kuna mtoto Kibareli ndio alikuwa Yanga akifanya mazoezi. Sasa huyu mwingine
wakasikia hiyo wa klabu ya Kae. Ile klabu nakwambia inaitwa Republic. Wakasikia mimi sikwenda pale, nimekwenda kuchezea mazoezi siku moja Yanga. Siku ya pili mbona walinifuata kiwanjani kule. Kiwanja cha Yanga. Naenda kwambia wewe sio huku, wewe twende huku. Wewe ni huku. Wakanishika mkono wakanipeleka kwenye kiwanja cha Kae. Okay. Kwa maana hiyo nilifanya mazoezi siku moja tu na Yanga Jangwani. Yanga wameweka tiki hapo. Sasa wale wakanichukua wakanileta huko kwenye. Sasa ikawa natunzwa na Republic. Okay. Lakini ni sister club nafikiri na Simba walikuwa wanashirikiana. Wako nyumba kama 3-4 klabu ya ile nini. Basi nikaanza kuchezea nani hii. Sasa nikatoka huku Kae, nilikuwa nacheza Kae na Sunderland. Wale wote ni moja. Kwa hiyo ndio nikapata nafasi ya kwenda sana. Na kuchukua muda, kulikuwa nafikiri na mechi ya Sunderland wakanipa uwanja katuo Karume pale. Kwenda kazi iliyofanya pale wakasema hapana, hii Almasi tu wakaniita. Tumkamate kabisa. Wakaniambia sasa tuambie unataka nini? Simba. Nikamwambia bwana mimi sina viatu. Sina na jezi. Basi ndio vitu nataka. Nahitaji. Mimi mpira tu. Mkishanipa hivyo nitapata. Na kweli siku hiyo wakaniambia chukua, ilikuwa unavaa jezi tangu pale Kariakoo ukitoka unaenda nayo. Okay. Kuona. Leo kuna mechi ndio ukapata namba. Kwa hiyo ilikuwa unapewa. Nilikuwa hivyo. Mimi nimecheza Sunderland kwa kulipwa jezi na viatu vile. Tena wakati huo. Basi nikaendelea sasa na Sunderland. Lakini ikawa na bahati wakati huo ikachaguliwa timu ya taifa. Walikuwa wanakwenda Zanzibar kwenye sherehe za maadhimisho. Hapo mwaka gani? Hiyo ilikuwa kwenye 71. Zanzibar ilikuwa taifa. Sasa kwenda katika kuchaguliwa timu ya taifa. Kocha alikuwa marehemu na Marijani. Shabani Marijani ndio alikuwa kocha wa taifa. Katika kuchagua kwake alimchagua Maulidi Dilunga. Okay. Ndio akicheza namba 10 kwenye timu ya taifa na Yanga. Okay. Namba 10. Sasa Maulidi Dilunga kapata ajali. Okay. Kama kesho safari akapata ajali leo. Pikipiki. Sasa nani Marijani akisema usule mtoto kule kamchukue. Hebu mleteni taarifa nyumbani bwana, unaitwa kuna safari ya Zanzibar. Sasa bahati basi nikaenda wakaniambia nini, siku ya pili tukaondoka na timu. Nikaenda Zanzibar. Lakini baba akawa ananiambia angalia bwana. Unaenda lakini sitaki mambo ya kijinga kujichanganya huko kwenye mambo ya kiuni tena. Kuna maki huko mbali na mimi. Pale nyumbani yeye chumba chake hivi, chumba changu hichi. Basi nikapata nafasi ya kwenda na kweli kule nikafanya vizuri na timu ilifanya vizuri. Kwa hiyo nikaingia tena kwenye timu ya taifa muda huo tangu ikawa sasa wewe ushaingia timu ya taifa. Namba ya Dilunga nikaichukua mimi. Dilunga naye alipopona baadaye akawa anaendelea. Kwa hiyo nikapata nafasi ya kuichezea Sunderland sasa. Na wakati huo ukicheza nini, kuna mashindano labda ya mkoa wa Dar es Salaam au hizi Taifa Cup unachezea mkoa wa Dar es Salaam. Kwa timu ya mkoa pia na timu ya mkoa wa Dar es Salaam. Basi nikawa naendelea na mpira. Kwa hiyo nilichezea hiyo Kae. Nilichezea State Style kule. State Style ya Buguruni. Alafu kuna timu moja iliwahi kunichukua kabla sijaja huko Sunderland. Kulikuwa na timu inaitwa Town Coast nafikiri. Kitu kama hivi nakaa mtaa Lindi na Shauri Moyo chini kule la. Okay. Kwa hiyo niliwahi kuichezea hiyo. Ulichezea na hiyo pia. Na labda timu nyingine nilichezea Majimaji ya Songea. Naye kuna taarifa za historia yake. Lakini sasa ninarudi tena. Songea niliendaje? Kwenda Songea tulikuwa nafikiri kwa Taifa Cup. Ilichezewa Songea. Mimi nikaenda na timu ya mkoa wa Dar es Salaam. Wakati huo unacheza Sunderland, alafu Simba, ndio hiyo Simba. Kulikuwa na kocha alikuja. Anaitwa Sam Sarov. Kutokea Bulgaria. Akafundisha Simba. Mimi nachezea Simba wakati huo. Maana kuna kipindi majina
ilibidi watu wabadilishe majina ya kigeni yaje nyumbani. Maana timu zote ulizochezea zilikuwa na majina ya nje. Kwa ndo Sunderland ikahamishiwa ikawa Simba. Mwaka gani walibadilisha? Kwa nafikiri kwenye 73. Kwenye hiyo 73 kwa 72 3. Kwa hiyo walipo yule Simba wakamwacha yule kocha Samson. Sijui kulikuwa na nini gani, lakini wakati huo na mimi nachezea hiyo Sunderland Simba. Na hii ikabidi watu wamwambie Gama. Gama alipokwenda na Samson kule akamwambia Samson Gama anamwambia Samson tunataka tukutafutie msaidizi wako atakaye kusaidia. Yule Samson akasema kule kuna mchezaji mmoja anaitwa Kibadeni. Mkiweza kumpata ule mimi atanisaidia kwenye timu yangu. Ikabidi sasa Gama aanze njia ya kunitafuta. Na kunitafuta kwangu sababu Malembaba alikuwa kwenye 5 ni kiongozi. Mwenyekiti wa 5 wa Ilala. Kwa maana hiyo ilikuwa ni rahisi hata kupatikana kwako ni rahisi. Baba ilikuwa kwa kuelewa na, lakini ingawa alikuwa hapendi kukaa mbali na mimi, yeye alikuwa anataka niwe karibu ajue muda gani umeingia muda gani umetoka kabisa. Na wakati huo tutakuja kukwambia nikisahau utaniambia habari ya mke. Sawa. Upataje sasa mke nini? Sawa. Basi tulipotoka Gama kuja kuambiwa, Gama akaja akamtafuta marehemu baba nyumbani kwetu. Alipokuja baba akastuka, mkuu wa mkoa wakati wa mkuu wa mkoa Ruvuma Lawrence Gama. Sasa tufanyeje? Bwana mimi namtaka Kibadeni aje kwangu kule atanisaidia kuendeleza mpira nini kwa. Akasema sawa, lakini ninachokuomba mimi nina masharti. Nilimpa Kibadeni Abdalla. Sasa naomba uyazingatie. Mimi naweza kukubali kumchukua yule. Akampa masharti gani? Ndio akamwambia mtu wa ibada na nini vitu zote aliyokuambia. Mzee akakaa chini kabisa vizuri. Mambo hiyo kama ni hivyo hakuna shida. Sasa alipopata zile taarifa wakati huo Simba mabingwa tena wanawakilisha nchi. Sasa mimi utoke Saudi timu ya daraja la 4 ndio walikuwa hataja kupanda bado. Lakini hiyo mwaka gani walikuwa hapo 72 73? Ndio nataka utoke sasa nitoke ndugu zangu maji. Basi nilipofika pale na mimi nikasema nitacheza daraja 3. Tunataka tuipandishe tuje tucheze daraja la kwanza, tutacheza na sisi ligi kuu. Basi Gama akasema huyu mtu kwa heshima aliyotufanyia lazima tumpe zawadi. Na zawadi tutampa jina la chifu. Jina la chifu aliyotawala wakati wa vita Majimaji Songea. Alikuwa anaitwa Mputa. Sawa, hilo jina hilo litamba sana. Wakati huo mimi jina langu nalitumia Abdalla Athumani Sefu, ndio majina yangu. Sawa. Sasa hapo mnaona ni kuna sehemu nilipotea tu hapo kwa Abdalla Athumani Sefu. Lakini sasa mimi ile jina la Kibadeni limepatikana wapi? Tunataka tujue, baada jina tunajua si ni Kibadeni. Kibadeni nilipata wakati nakwenda nasoma Bipunja shule pale chuoni na shule. Sasa yule mwalimu shekhe wangu marehemu na Sheikh Twana akasijika alipata wapi ile jina akananiita Abdalla Kibadeni. Maki tulikuwa Abdalla wengi watu. Kwa hiyo ikabidi kuwatofautisha. Sasa hivi Kibadeni wala sijui linatokea wapi au bwana. Basi kuja aliponiambia vile nikaambia basi mimi nitatumia nini Kibadeni. Sasa tulipofika ile Songea katika kufanya sherehe za sisi wageni kwenda pale Songea ndio akasema hao tulikuwa wachezaji kama 5 hivi tunakwenda kujiunga na Majimaji. Ndio. Kwa hiyo akasema kwamba hao bana machifu hao watu wana moyo kuitumikia nchi yao. Wamekataa wengine wachezaji wanakwenda Arabuni, wakatoka wachezaji wanakwenda Arabuni wanakwenda, lakini wao wamekuja Songea. Sasa hawa ni na wameshuka daraja. Kwa hiyo hawa tuwape heshima.
Basi tukabidi tupewe majina. Sasa ile majina yaliandikwa kina Mputa, Mpambalioto, Mhalule, Sibinani, majina ya Kingoni ya machifu. Ya machifu. Yakaandikwa zika yeye unaitwa mmoja mmoja, unachukua kikaratasi utakachopata jina, kwa jina lako. Basi mimi kwenda kuchukua ndani Mputa. Katika kufungua Mputa. Tena mimi niko watatu si wanne katika kwenda kuchukua. Ila kwangu mimi ndio nikaja na Mputa. Sasa huyu bwana hili jina hatuwezi kumpa hivi. Lazima tukawaambie watoto wake. Huyo Mputa watoto wake walikuwepo bado Maposeni. Okay. Kwa hiyo akaambiwe kwamba bwana jina kwa jina la mzee. Mlikuwa mnafanyaje? Kwa hiyo ilikuwa ikifanywa kimila. Anachinjwa mnyama, damu mnachanganya, mnapewa familia mbili. Yule nini? Pakaza na wengine mna kidogo. Kwa hiyo ikabidi ifanye sherehe ya kuingizwa kwenye uchifu. Lakini katika wale majina walichukua kina Nduna, wasaidizi. Mimi Mputa. Wewe mchezaji wa chifu mwenyewe. Bwana. Na tena haikuishia kwa hapo, nisije nikasahau. Waliniambia tena kwamba huyu bwana lazima tumpe na mke. Huyu bwana chifu lazima apewe mke. Chifu hawezi kuwa na mke mmoja. Maana mimi nienda na mke wangu. Kwenda kule waliponiambia nikamwambia basi ngoja nikamwambie mke wangu. Kwenda kumwambia mke wangu sema sawa. Hakuna tatizo. Dini sina ruhusa bwana wakiwana. Bwana. Mimi wako mke wangu. Basi. Ikabidi mke mzuri sana. Sasa siku niko ofisini. Kwenye uwanja wa Majimaji nilipewa na ofisi pale ya kufanya kazi zangu sasa. Maana mimi ndo nilikuwa manager wa uwanja wa Majimaji wa Songea. Sawa. Licha kucheza mpira, alafu ndio manager wa nilipwa mshahara kwa umanager. Sio kwa mpira, hamna tulipo, tunacheza bure. Okay. Basi baada kunini tukaambia basi ngoja tufanye sherehe. Tukwenda kufanya sherehe Maposeni ya kuingia kwenye uchifu na mimi kwa uchifu. Nilipewa mkuki na nguo za kimila zote zikafanywa. Tena sasa hivi sijui zimeziweka wapi, lakini vitu vyote vilikuwepo. Vitu muhimu hivyo. Kwa hiyo nikaingia kwenye jina hilo la Abdalla sasa. Ni Abdalla Athumani Sefu. Sasa kwenda pale ndio nikaitwa sasa Abdalla, nikaweka kibadeni lililonipa mwalimu Mputa na Mputa ninapata kwa ndio nakuja Sefu mwisho. Kwa hiyo nikaondoa Athumani na Sefu. Okay, ukaondoa Athumani na Sefu. Na Sefu ikawa sasa Abdalla la kwangu. Kibadeni lile na Mputa. Na hayo ndio anajulikana. Baada ya pale nilipoambiwa sana nataka habari ya mke. Nikaambia sasa siku niko ofisini. Kuna dada wawili walikuja wanataka uwanja. Ndio. Mimi ndio manager. Uwanja wachezea netball. Ulikuwa na uwanja wa netball. Katika wale mabinti kujitambulisha ofisini kwangu, mmoja akasema anaitwa Rehema Rashidi Mfaume Kawao. Maana yake ni mtoto wa marehemu waziri mkuu Kawao. Makamu wa rais Kawao. Sasa waliponiambia wale bwana waliponiambia atafuta mke, nikamuuliza bibi ya dada alipokuja pale, kwani bibi unamwomba? Sasa hapana. Nikamwambia basi bwana mimi nimepewa nafasi ya kuchagua mke, mimi nakuchagua wewe. Akasema mwambie baba. Bwana. Wewe unaona mambo yalikuwa kunyokea tu hivi yani. Basi wakaenda kumuona Mzee Kawawa. Mzee Mfaume. Alipoambiwa akasema wao wakikubaliana hakuna. Mimi sina neno. Kwenda kukubaliana basi nikapangwa siku tukafanya sherehe. Nikaoa. Kwa hiyo nikawa na mke wa pili. Mmoja wa kwanza ananichukua kutoka Zanzibar, wa pili ni huyu sasa. Na huyu binti Mfaume Kawao. Na sasa hivi nashukuru alhamdulillah tuna watoto na wajukuu tunao. Kwa Kawao. Kwa hiyo na mpaka leo nina wake zangu wawili. Mmoja huyo wa Kawao, mwingine ni wewe. Maadili ya mzee uliyafuata vizuri sana. Na nilipoenda Zanzibar na katika ile mechi za Zanzibar kule naye nikakuta huyo mke wangu wa kwanza wa Zanzibar. Wa Zanzibar huyo nilimpata hivyo kwa mambo ya mpira haya. Yeye sasa ilikuwaje? Naye alikuwa anacheza netball. Sasa kuna siku nikamwona anacheza vizuri katika ile netball nikamwambia ngoja nimuulize kwamba binti na walikuja Songea kule
Baada alipokuja kumuuliza akaniambia kama unanihitaji waone wazazi. Basi mimi mwenyewe nilipoenda Zanzibar nikachukua na mtu mmoja tukaenda zetu tukalimaliza. Kwa hiyo mpaka leo nao safi sana. Kwa hiyo nashukuru kwamba mpira umenisaidia sana. Na nilikuwa na mashabiki wengi sana ambao wananisupport. Mimi nilikuwa pale tunacheza mpira uwanja wa Taifa. Simba inacheza ni watu wakunda. Mimi kwanza nikiingia kiwanjani kama sijaona watu naona hata hamu ya kucheza na mimi nataka watu wajae mpaka kwenye chaki wale watu wamekaa kule juu kwa kutoshi waje mpaka hapa chini. Alafu waone mimi nitafanya kitu gani. Kwa hiyo nika kutana sasa na wakati na watu wa Majimaji ndio. Wakachukua tena wanipokea vizuri sana. Sasa jamaa wa Majimaji uliocheza nao, kwa sababu lengo wao walioleta wachezaji kwamba mpande daraja, mliwafanikisha? Ndio. Tushakuwa mabingwa. Kwenye ligi ukiwa bado mko pale Majimaji. Tukawa bingwa wa Tanzania. Sawa. Kwa kweli Mungu alinisaidia sana. Na nafikiri kitu kikubwa kilichokuwa kikiniongoza ibada. Mkawapandisha na mkachukua ubingwa. Kwa hiyo ulikaa season ngapi pale Majimaji? Season moja tu. Sasa tatizo lingine lilikuja kwamba baada ya pale kuna watu wakawa wananishawishi kuwa mwalimu. Nisiache niache kucheza uwe mwalimu. Sasa kweli nikajaribu kuzidi kumwomba Mungu, nikapata scholarship yes, ya kwenda Ujerumani. Tena serikali, sio mimi mwenyewe wala nini, nilipeleka kwa hela yangu. Sawa. Kwenda kusomea mambo ya mpira Ujerumani, nikarudi nikaja na diploma yangu. Safi sana. Kwa hiyo kwa kweli wakati ule ilikuwa watu mpira sio nini, tulikuwa tunacheza kama hobby. Lakini sasa inakusaidia kujulikana. Mimi nilikuwa sitembei hata kwa miguu njiani, nikipita sipandi basi tena, nikisogea kidogo gari imesimama. Bwana hebu ingia. Ngoja nitakufikisha kwanza afu ndio niendelee kwenye safari zangu. Kwa hiyo ilitusaidia sana. Kwa hiyo Majimaji ulienda mwaka gani mpaka mwaka gani? Majimaji nilienda pale 78. Ukakaa tu season moja. Nimekaa miaka 4. Na ulifundisha kidogo pale Majimaji? Majimaji nilikuwa coach player wakati huo, ndio waliponiambia nikasome, ndio maana baada ya kutoka kule nikaa nikirudi unacheza, lakini ni coach pia. Okay. Na sasa tunarudi Simba. Simba ulicheza Sunderland ambao baadaye ikawa Simba. Ulicheza nao kuanzia mwaka gani mpaka mwaka gani? Sasa ile 71-2 nikaenda nao mpaka 78 ndo nikatoka nikaenda Majimaji. Alafu kutoka Majimaji baada ya kumaliza nikawa nimeshasoma kule. Kipindi kile cha kumaliza kusoma nikawa na cheti changu cha ualimu sasa. Kwa maana hiyo Simba wakanirudisha Simba kuja kufundisha Simba sasa. Na hapo Simba ndio nataka niendelee kidogo kwamba ulivyokuwa Simba kwa sababu ulikaa miaka mingi, season gani ambao uliona kwamba hapa season hii ndio tuna timu? Maana Simba ilikuwa ni timu nzuri, walisumbua sana Yanga, yaani wale wa jamaa wa dabi walikuwa wanahangaika sana. Sasa ni timu gani ya mwaka gani ambayo uliona hii ilikuwa kweli Simba ambao nao ulikuwemo? Wakati na mimi nikicheza. Yes. Kulikuwa na kipindi wachezaji, kwa mfano tulikuwa na goalkeeper Mambo Sasa. Ndio. Tulikuwa na goalkeeper Mbaraka Salma, nafikiri kwa Morogoro. Wakidakia Simba. Sasa hicho nakutambia timu ambapo mimi nipo Simba. Si wakati upo Simba. Wanacheza Simba. Lakini huko nyuma tuliwakuta kina Maavi. Walianza kina Kilomoni, kaka Kilomoni. Kilomoni ndio walikuwa sasa hivi na yupo. Wao ndio walikuwa na kina Kisiwa. Hamis Kisiwa huyo. Yupo sasa hivi bado nafikiri bado yuko Simba naye. Lakini alishachezea
Sunderland Okay. na Simba. Kwa hiyo tulikuwa na watu wa aina hiyo ambao kina Kilomoni ni michezo wanamaliza kipindi chao. Lakini mimi nilipokuwa mimi damu mpya. Walikuwa kina Dilunga alikuwepo, Maulidi. Tena Maulidi Dilunga alikuwa Yanga alafu akaja Simba. Alafu tulikuwa na kina Wile Mwajibe, marehemu, Mungu amweke mahali pema, alikuwa na Abasi Dilunga pia marehemu. Alafu tulikuwa na Tol Bakari Tol yupo. Mohamed Bakari Tol yupo. Alafu tulikuwa na kina Alo Mwitu. Alafu tulikuwa na kina Idi Pazi. Tulikuwa wote pamoja. Alafu Kajole. Mungu amweke mahali pema. Mwajibe nimekutajia. Ilikuwa namba 7 Wile Mwajibe, namba 8 Aidari Abedi, namba 9 Adam Sabu marehemu, namba 10 mimi, namba 11 anacheza Basi Dilunga. Alafu ukija huku namba 2 Baraza, Shabani Baraza namba 2, au Daudi Salum, Bruce Lee, Mohamed Kajoli short. Alafu Tol katikati pale. Nalo Mwitu. Na marehemu Asmani Juma alikuwepo. Kwenye namba 6 ilikuwa. Tulikuwa na timu nzuri sana. Hiyo timu ndio one of the best ambao mlikuwa nayo wakati unacheza Simba. Lakini tena wakati tunacheza Simba ilikuwa 77 tulipowapiga Yanga goli 6. Ile mechi ile bwana. Goli 6. Paka Kajole akaukalia mpira, kapewa kadi ya yellow. Mimi nikapiga goli 3. Hat trick. Hiyo ndio ilikuwa hat trick yako ya kwanza. Ya kumpiga mtani wako. Na haijatokea sana hiyo. Ni mara moja hiyo ya kwangu mimi. Ndio maana ninasema hawezi mwingine kuipikia mpaka aje aniombe. Hiyo list yenu ilikuwa nzuri sana. Walikuwa watu hao ninakutajia. Na wakati huo kocha alikuwa nani yule Samsaru. Samsaru ndio alikuwa kocha wetu. Hat trick ya kwanza hiyo. Sidhani kama imetokea. Yanga hamna mtu mwingine akaja kumpiga hat trick. Ni wewe tu. Hata Simba hakuna mtu mwingine akapata hat trick. Kwa hiyo tulikuwa na timu nzuri. Mwaka huo mlikuwa na timu nzuri sana. Na tulikuwa na viongozi. Viongozi nao walikuwa wazuri. Na wakati ule ilikuwa pale unaingia klabu mtu. Unaingia kama uko nyumbani, mbele yako utakayekuta hata yule kiongozi unajua ni baba. Sawa. Au yani mkubwa, wewe mdogo, wale wanakuja kutizama. Kuna watu wanaacha shughuli zao wanakuja kutizama mpira. Sasa lazima ukifanya kitu wafanye kwa kuwafurahisha wao. Kwa hiyo nidhamu ilikuwa nyingine, hali ya juu. Uwezi ukaingia klabuni shati hujafunga kifungo kwa kitumboazi. Haiwezekani. Kwa discipline ilikuwa inaanzia kuanzia kabla mjaingia kiwanjani. Kiwanjani tu wale wanaoongoza watu wakubwa. Kina Mzee Tambwe. Walikuwa kina Tambwe leo. Marehemu Kirundu. Yeye alikuwa meya wa jiji la Dar es Salaam lakini mwenyekiti wa Simba. Na Hasani ndio alikuwa Mpolak jina lake lingine. Yeye alikuwa ustawi wa jamii. Lakini ndio katibu wa Simba. Kwa hiyo wale wakubwa watu wote ni viongozi. Kwa hiyo ilikuwa mnacheza kwa uchungu. Na wakati ule lazima ujitambue kwamba wewe unacheza. Watu wangapi wanaacha shughuli zao kuja kutizama nini, na watu wanaumia namna gani timu. Kwa mnathamini sana washabiki wenu. Washabiki wanajaa kuja kuwatizama. Sasa pale mimi nakwambia hilo nitaka kuambia pale ni sawa tu. Nikicheza mpira pale kiwanjani mimi. Mpira nikipata mimi, si nimo ndani nacheza uwanja wale wote Simba wanasimama. Kuona nini kitafanyika. Wanasimama wanakushangilia nikitoa pasi wanakaa chini. Sasa kuna siku nasema leo ngoja nikawanyanyue watu leo. Kila nikiushika watu wanasimama. Tena wanaita nikitoa pasi wanakaa chini. Hivyo. Ile ikakamata. Sasa nikasema kwa kweli nilikuwa nacheza kwa moyo kabisa. Kutokana na mapenzi ambayo unaona wanakupa ile love. Watu yani upati shida. Sasa na timu ya taifa umeanza kuchezea mwaka gani? Mpaka mwaka gani? Nikwambia pale nani alipoondoka Dilunga. Kuanzia hapo pale
ndio moja kwa moja timu ya taifa kutoka tena. Naondoka naenda Majimaji na staff kwa timu ya taifa. Nilistaafu kabisa na mpira. Sasa na katika timu ya taifa mechi gani ambayo unaikumbuka mpaka leo, ambao hiyo mechi huwezi ukaisahau ya timu ya taifa ambao ulicheza? Tulicheza na mechi moja na Sudani. Na Sudani, hiyo mechi mgeni rasmi alikuwa Rais marehemu Nyerere. Ndio alikuwa mgeni rasmi. Na ile mechi tulicheza sisi matumbo wazi. Hatukuvaa jezi. Bwana. Na jezi hatukuvaa kwa sababu jezi zetu zilikuwa zinafanana na za walizokuja nazo Sudani. Na wakati ule hamna mechi eti mna mechi mna jezi spare. Meeting hatukufanya, haikufanya. Okay. Yaani tungekutana mapema wangewaambia hawana pala. Sasa tunaingia kiwanjani wote zinafanana. Na rais kisha kuja. Sasa kusubiri zikaletwa jezi haiwezekani. Haiwezekani. Sasa ikabidi tucheze tu vile vile sisi tumbo wazi. Alafu hiyo ilitoka kwenye gazeti, picha mpaka leo ukitafuta unaipata. Kwa hivyo ikabidi mcheze kifua wazi kidogo, alafu ndio jezi zikaja. Kwa sio mpaka mwisho. Sio mpaka mwisho. Lakini kulikuwa na makosa mengine kwamba kile kikao hakikuwepo, lakini kilitakiwa hata basi kwenye uwanja wa taifa uwanja viwe na jezi zinakuwepo extra. Ndio wangechukua zingine mkavaa. Na kumbuka wakati ule mgeni rasmi meneja wa uwanja alikuwa Jamwale. Banga Jamwale ndio. Okay. Sasa nafikiri tu ilikuwa mipangilio ambayo bado walikuwa hawajafikiria kwamba kitu kama hicho kinaweza kutokea. Mpaka baada ya kutokea ndio sasa unakuta wanasema jamani, hii kitu kinaweza kutokea, sasa inabidi tuwe tunakuwa na jezi mbili. Kukutana kwanza ni muhimu. Ni muhimu sana. Alafu na hizo jezi kuwepo pale kwenye kituo. Okay. Na ilibidi hata wende kama clubs wakachukue, lakini sasa uwezi timu ya taifa ikavaa jezi ya Simba au ya Yanga. Sawa. Sio sahihi. Sasa wewe ulikuwa ukiingia kiwanjani sana na hao watani wa jadi. Timu yao ulikuwa ukimwona beki gani ambao unaona leo naona leo ninatakiwa nicheze kwa ziada? Yaani nani katika timu ile ya Yanga wakati ulikuwa ukikutana nao unaona huyu beki huyu ni msumbufu, hapa nitahangaika? Ni nani? Unajua labda nikujibu kwa ufupi. Beki alikuwa ananisumbua ni Boy Weekends. Akicheza namba 2. Sasa yeye ukikutana naye sasa, na alikuwa ananisumbua kwa sababu anaweza ukakaa yeye mwenye ukimwona mko kiwanjani mchezaji anavuta nywele, anaitoa nywele yake anaitafuna. Sasa mimi nikasema huyu mtu akinikuta sasa mimi sasa hivi kwa hiyo nilikuwa namuogopa sana. Yeye akikana ananyonyoa nywele yake hapo utaona anatia mdomoni. Wala kusubiri. Alafu anaweza huyo na mwingine alikuwa Rashid Seif. Huyu mtu wa Tanga. Rashid Seif na Ahmed Seif hawa ndugu. Rashid Seif yule alikuwa akikaa anakuja nyuma, anakusimamia nyuma, anatafuna meno yake. Sasa huyu anakula nini? Kumbe anakuambia leo utaona hapa. Leo utaona. Wewe wanakusifia watu, wanakupiga teke bila kumpimia. Basi watu walikuwa nipa shida sana watu. Alafu kitu kingine naona watu wanataka kujua ule usiku ama siku kabla ya mechi ya dabi na Yanga, nini kilikuwa kinaendelea huko kwenu? Hizi mechi unajua zamani huko tulikuwa tunacheza mwaka mara moja. Ndio. Hazikutani. Sasa hivi tunaweza kukutana mara nyingi sababu ligi kuna makombe mengi. Mtu atakayeshinda ndio anakuwa mfalme wa mwaka ule mpaka mtakapokutana. Kuna wakati mtu kifungwa unavaa vitambaa vyeusi mkononi kwa kuumia, unajua unaumia. Mko kwenye majanga. Watu wanakutambua. Kwa hiyo unafunga kitambaa cheusi kwenye shati lako. Wala sio mpilani. Sio mpilani mtaani. Bwana tuna majonzi. Majonzi mwaka huu tuna ushabiki wa wakati ule
ushabiki wakati ule na ushabiki wa sasa, upi unaona ulikuwa ni mzuri, unaweka wachezaji kwenye edge kwamba lazima tucheze kwa ajili ya watazamaji wetu? Kwanza hizi timu mbili zilikuwa maadui kwenye mchezo tu, lakini ukimalizika ni ndugu. Walikuwa wanazikana, labda umetokea jambo upande wa Yanga, Simba wanakwenda, au limetokea jambo ni Yanga wanakuja. Kwa hiyo walikuwa wanaumia kweli kweli. Udugu upo, lakini wanaumia kweli kweli. Mtu anaweza asirudi hata nyumbani kwake akifungwa. Tofauti na sasa hivi. Maana wakati ule ni kweli mtu anaumia. Hata mchezaji unajua kweli mtu anaumia. Mtu anaweza kuja wakati mwingine. Huyu tulikuwa na patron wa Simba anaitwa patron Mzee Segumba. Anaishi Magomeni pale, marehemu, na sasa Mungu amweke mahali pema. Ndio. Huyo analia. Machozi kabisa. Mtu mzima anakuja uwanja wa Taifa, akifungwa gari anaacha. Yuko tayari apande, atembee kwa miguu arudi mpaka nyumbani kwake, mpaka watu wanakuja kumfuata, wanamrudishia gari yake nyumbani. Watu wanaumia kweli kweli. Na kama kusaidia, kushangilia, wanashangilia kweli kweli. Kwa sababu nakumbuka kuna picha moja, sisi kama mashabiki tulikuwa, unajua mashabiki nao sangine wanazilisha mambo. Sisi unakuta mashabiki wa Simba na Yanga hamuelewani kabisa, huku ugomvi nini. Sasa siku moja bwana, kuna picha moja ikatoka, mmekaa kwenye kimsingi hivi, wewe na Sande Manara. Sema haya kumbe wanaongea wakitoka nje ya mpira. Wewe watu wanaona kabisa kitu cha ajabu. Na Sande mimi mwenzangu, tangu huko tunacheza State Style, tulicheza wote pamoja. Mlicheza naye kule kumbe? Tulikuwa tukicheza, yeye akicheza timu moja. Tunacheza, lakini mwisho tukaja ndio mkagawanyika. Lakini si ule uhasama au adui wa kusaidiana au nini, hapana. Lakini wakati ule ilikuwa watu kama kuumia, wanaumia. Mtu hali kuna mtu yuko tayari acha hata mkewe. Timu yake ikifungwa. Na unajua ukiwa kwenye timu especially umekaa muda mrefu vile. Sawa, kuna wachezaji ambao ni wachezaji mnacheza nao, mko timu moja, lakini kuna mmoja ambaye anakuwa ni rafiki, yani ni rafiki yako kuacha mpira. Katika timu hiyo ya Simba, nani ambaye alikuwa ni besti wako? Besti wangu mimi karibu wote, lakini Alo Mwitu ndo nilikuwa naye pamoja. Mtu wa karibu sana. Alo Mwitu tunakaa wote. Hata Alo Mwitu mchezaji ametokea Kigoma ndio kuchezea Simba. Okay. Kwa hiyo alipokuja ilikuwa mimi na hao wageni na kuwa nao karibu. Ili wasije wakakutana na watu wengine wakabadilisha. Kwa hiyo mara nyingi ilikuwa hata huyo Alo Mwitu alikuja, mimi mwenyewe nikamtafutia nyumba kukaa na nini. Sasa mimi ndio nilikuwa kama kiongozi wa ile timu. Ndio. Sasa vijana nao unajua sasa nini anaweza kukumbuka kwake akasahau nini kwamba kimemleta kitu gani. Kwa hiyo unakuwa nao karibu. Ilikuwa ni ndugu, tunaishi wote kama ndugu. Na mimi kama ndio kiongozi wao. Kwa mtu lazima mtembelee nyumbani kwake pamoja na mpira. Sasa kuna mambo ya nyumbani kwako, mimi saa 3 pengine usiku, wewe haupo, uko wapi? Namkuta mkewe tu yupo na ndugu zake. Kwa hiyo pale akija kesho mazoezini itabidi umuulize. Sasa posho namwambia bana, huyu jana sijamkuta nyumbani. Kwa hiyo ilikuwa tuna watu unakuwa na ukaribu hata nje ya mpira. Ujue wenzako pengine wana matatizo au vipi. Timu ikifungwa watu wanaumia. Kwa hiyo lazima tulifungwa, ndio Simba. Nzega alitumbukiza kwenye tenki la mafuta. Kafa. Tumekwenda kuhani, mimi niliwakilisha Simba na viongozi. Mshabiki ukaumia, kafungwa, kurudi nyumbani kasema sirudi, katumbukia ndani ya tanki la mafuta. Mimi nakumbuka kuna wakati jamaa waliwekeana beti Morogoro kule, jamaa mmoja nafikiri kwa anaitwa Listoni, sijui yule alikuwa yani aliweka beti gari jinsi ya anavyopenda Simba. Kaweka beti gari na likapotea. Na watu nyumba, acha gari. Nyumba. Tuko tayari nyumba yake. Mapenzi. Kwa lazima ilikuwa mnapenda sana washabiki wenu. Sasa
lazima wachezaji waambiwe. Sasa utakuta tofauti kwamba fanyeni sasa hivi mchezaji zamani ilikuwa mchezaji unamjua Kibadeni au nani Majaliwa au nani anakaa wapi nani nyumba zao lazima mjue pale ndo anakaa Kibadeni. Sasa hivi kuna wachezaji wanakuja sasa wengi kutoka nje wanafikia kwenye mahoteli anakaa ghorofa ya juu huko kama apartment juu hata mtu mjue anakaa. Sasa huyu anayekaa hapa mtaa inajulikana akifungwa si watu watamjongea. Wanamjua umetufungisha tena ile goli ile limepitia kwako. Mbona kukimbia vizuri pale? Vitu kama hivyo. Sasa hiyo nayo ndio tabu tunakuja sasa kwamba watu au responsible naona tukifungwa ni mechi kama nyingine. Lazima uwe mwanachama. Kwanza lazima uwe member. Huwezi kucheza Simba kama sio mwanachama. Lazima uwe wanachama wa Simba. Sawa. Mimi na kadi ya Simba. Sawa. Wanachama. Na kitu kingine ambacho watu walikuwa wanataka kujua kule kwenye dressing room kule ndani wachezaji wa Simba, nani alikuwa mtu mmoja mcheshi ambaye akifika mmesikitika, mmefungwa, mmefanya nini, yeye akifika ni kuchekesha watu, at least ana lift moyo jamani watu wapo wengi hao wote kina marehemu Kajole mmefunga anakuja sasa anataka kwa lift akiona mmesikitika sana. Akina nani mambo sasa kuwepo wakati ule naye wapo. Kuna watu kwenye huruka hizo na si hapo tu hata mahali pengine kuna watu wao hao nyuma wewe kama Bwana King ulikuwa ungependa ukumbukweje? Kwa sababu interview hizi unajua inakwenda around the globe na itaishi milele hata sisi tukishaondoka. Wewe ungependa ukumbukweje katika kari yako ya mpira? Siwezi nikawatajia mimi nikumbukweje, lakini kuna vitu ambavyo vinaweza kukaa kwa muda mrefu kwa kumbukumbu. Kwa mfano ukinijengea nyumba nitasema nyumba hii wamenijengea Simba na nyumba inadumu kwa muda. Utanipa gari nini pengine gari nini lakini wana haki na si mimi tu wale waliotumikia Simba. Leo nimemwona hapa jana sasa nilimuona nani Baraza mtu anaumwa hali yake iko vile. Sasa kuna vitu wengine tuna uwezo tunajisaidia, lakini kuna wengine uwezo hawana. Sasa nataka ingekuwa wanajaribu kutembelewa hawa watu. Na ndio hicho hata mimi ya pili nilitoa. Lakini pia kitu kingine ambacho mimi nilikuwa na kiona kwa contribution uliotoa kwa timu ya taifa na Simba. Yani ingekuwa hata ni vizuri hata kuna jengo moja litoe jina lao ama mtaa mmoja utolewe. Ukija kwangu Senza kuna mtaa Kibadeni. Sawa. Ukija Chanika unasema naenda kwa Kibadeni. Sawa. Sasa nafikiri kuna vitu ambavyo ni vingi vinaweza vikatunukiwa. Watu kama nyinyi ambao mlisimamisha mpira wa Tanzania kuweka kwenye ramani ya dunia. Kwa hiyo ni kitu ambacho hata sisi tuna appeal kwa viongozi kwamba watu kama hawa ili tuwakumbuke hata baadaye wakishaenda kwamba hiki hapa labda ili jengo jina lake ni fulani, mtaa ni kumkumbuka huyu kwa contribution aliyofanya. Hicho kitu wameomba sana watazamaji kwamba tuweze kukiweka out ili kwamba kifikiriwe. Hicho ni sahihi. Kama nilivyokuambia ukija Sinza kuna barabara Kibadeni. Ukija Chanika kuna eneo Kibadeni lipo. Na nilichokifanya Chanika mimi na marehemu mdogo wangu pale tuna uwanja wa mpira. Sawa. Alafu tuna nafasi tulitoa kuwapa serikali wajenge shule, primary school ipo pale. Wow. Na inaitwa Kibadeni hivyo.
Kuna zahanati tulifungua pale kwa ajili yote huduma ziende kwa nini. Kwa hiyo vitu kama hivi vyote vinafanywa kwa mapenzi. Kwa mapenzi ya. Mimi nawashukuru sana wapenzi. Sipati tabu sana. Sipati tabu sana kwamba kila mtu anayekuja kwangu aje kwa nini. Tuna msikiti nimekwambia tuko Masjid Kibadeni. Yeah. Upo. Kwa hiyo vitu kama hivyo muhimu sana kukumbuka. Wakubwa walokaa juu watuone na sisi na maki isiwe kwamba wewe unajitahidi lakini hakuna mtu anayejali kwamba wewe kutoa uwanja kujengwa shule bure tena sio kwamba tumewauzia kiwanja tumewapa bure ipo. Nafikiri ni kitu ambacho kinabidi kifikiriwe sana. Unajua hata wakianzisha kombe fulani ambao ni ligi Kibadeni ligi ambayo itakaa hata kwa muda wa miaka na miaka na miaka, hata kama ni ligi ambayo inachukua miezi kadhaa, ni kitu ambacho ni muhimu kwa sababu contribution mlioweka ni kubwa sana kwenye taifa hili. Sasa wewe kitu ambacho nilikuwa pia napenda kuwauliza watu ambao wanakuja kwenye kipindi hiki ni unajua mpira wa sasa hivi una involve pesa sana. Kwa hiyo saa nyingine unaweza kukuta kuna watu ambao wanaweza kutumia pesa ile kufanya shortcut ili kwamba tupate kombe hili, tumchukue huyu tupate kombe hili. Lakini miaka yenu ilikuwa wengi ni wachezaji wazao hapa. Kwa hata timu ya taifa inakuwa ni very strong kwa sababu ni wachezaji hapa hangaiki hata kocha kutafuta. Yeye kwanza ndio anapata shida. Kuna ushauri wote ambao unaweza ukatoa ambao unaweza ukaleta vipaji zaidi kwenye wachezaji wetu wazao? Vitu gani inabidi wafanye? Mimi kwanza ninachokiomba ajira sasa hivi mpira ni ajira. Ni kazi, manake mtu anaajiriwa kwa kucheza mpira. Zamani huwezi kuajiriwa kwa kucheza mpira. Na ukitizama wachezaji watoto vijana wetu wengi tu wapo kutoka shule wala barabarani tu. Tunafungua vingi sisi, tuna academy tunazifungua kwa ajili ya kufundisha watoto lakini hazitoshi. Sasa mimi nilikuwa naomba kama inawezekana wizara ili kipaumbele kiwepo kwanza, tuhakikishe kwanza viwanja vya kuchezea vinakuwepo kabisa. Sawa. Kwa mazoezi hata kwenye mashindano. Sasa kinaandaliwa kwa mazoezi wanakwenda wapi? Zamani nilikwambia tunakwenda Jangwani. Eneo lile tunachezea. Sijui kwa mikoani sehemu zingine. Sasa hilo nataka litizamwe vizuri. Tutengeneze viwanja. Watoto pa kwenda kuchezea. Mimi kule na kiwanja. Kwangu kiwanja kipo. Lakini sina uwezo wa kukijenga. Sasa kama kilikuwa natizama kwa Kibadeni tukaje kwa sababu wewe unaweka vipaji. Ndio. Kwa hiyo hilo moja ni kubwa, viwanja. Alafu la pili, vijana wapo wengi. Wanataka kufundishwa. Walimu tunao. Walimu hatuna. Coaches wanahesabika waliokuwepo. Sio wengi. Kwa hiyo coaches mimi sinikwambia ulienda ukasomea. Ilinipeleka scholarship. Sasa wengine uwezi mtu akajipeleka mwenyewe. Lazima kuwe na hali hiyo. Waombwe, watizamwe. Unaona huyu anamalizia kucheza sasa hivi. Kwa nini tusimpeleke kwenye ushawishi? Mnampeleka. Akirudi mnampeleka kwenye kata, kwenye tarafa, kwenye itakuza vipaji. Lazima kuwe Simba na Yanga na Azam. Hao wana uwezo. Lakini hao wengine huko hawana uwezo. Kwa hiyo tuhangaike kwanza na viwanja vipatikane vingi. Alafu tupate walimu. Walimu wapatikane. Wakasomeshwe. Unajua kitu ulichosema ni muhimu sana. Ndio maana nyinyi miaka yenu na of course hata sisi tulivyokuwa shuleni miaka ya 70 huko ilikuwa unapata wachezaji kiurahisi kwa sababu kwanza kabisa shuleni wameiweka kwenye somo kabisa la PE la michezo na kuna mwalimu wa michezo unaona. Kwa hiyo anaangalia kile kipaji haya na wapanga wachezaji
wewe utacheza nyuma, wewe hapa, anaanza kuangalia kuanzia pale, kwa sababu anataka kuchagua wachezaji wake watakao kwenda UMISETA. Kwa hiyo wanaanza kuchujwa mpaka unaanza kupata wachezaji wazuri. Na ilikuwa kila shule miaka ile ilikuwa ni sera kwamba kila shule sera lazima kuwe na kiwanja cha netball, at least cha netball na cha football, ambao siku hizi unakuta saa nyingine shule tu iko kwenye kigorofa hiki, watoto wanafuata basi la yellow, wameondoka, achezi mpira, afanye chochote. Kwa hiyo unaosema kusomesha na viwanja muhimu sana. Alafu washawishiwe watu wakasome. Mpira sasa hivi tunasema ni ajira. Na wengi wanaomaliza darasa la 7 hawezi tena kuendelea, ndio mwisho utaishia kwenye basi huyu anaendesha mapikipiki, ndio kazi ya ajira. Ndio kazi wakati kumbe kulikuwa tunaweza kumchana kwenye alikuwa ni mchezaji mpira mzuri, lakini sasa sababu hamna chochote, basi ngoja niingie kwenye pikipiki. Mwambie hapana. Kwa hiyo mimi naomba serikali ikiweza ilitizame hili. Mimi niko kule na kituo changu Chanika na uwanja wangu. Naona watu wanaopata tabu kwenye viwanja. Sasa sio viwanja vyote viishie kwa kujenga nyumba, vingine vitumike kwa mambo mengine. Sasa kuchezea ipatikane. Shauri ya maana. Naona tumecover mileage sana leo. Na tumefurahi sana leo kutembelewa na King Kiba Den. Ametuelezea majina yake aliyapataje, ametueleza majina yake kamili, na ametuambia karia yake ilivyokuwa. Sasa mimi kama kawaida, kabla sijamaliza, huwa napenda kutoa appeal kwa viongozi wa mpira na viongozi wenye dhamana za michezo na team, kwamba hawa wazee wetu ambao walijitolea kukuza mpira wa Tanzania na kuweka hapa tulikofikia sasa hivi, maana ili take time mpaka kufika hapa. Walicheza kwa kujitolea, hata pesa walikuwa walibwi, ukuta mwingine anaumia, anapelekwa tu hospitali za kawaida, waganga wa kawaida ambao hata sio sports, anarudi uwanjani. Tusiwache hivi hivi. Nafikiri ni vema kuwatembelea, kusikia wanasemaje, kuwaomba ushauri ambao utakuwa ni ushauri wa maana sana. Kwa mfano ametupa mfano mzuri sana hapa kakaangu, kwamba yeye kwa kujitolea yeye mwenyewe akaweka kiwanja, anajaribu kukuza vipaji vya watoto. Sasa sababu amefika hatua hiyo, sasa ni vizuri sasa kwenda kumsupport na kuwekeza pale, ili kwamba anachofanya kidogo kiwe kikubwa zaidi, kwa sababu tukiangalia mbele sana unaweza kukuta kwamba mchezaji mmoja atakayemtoa pale ambaye akafanikiwa mpaka akauzwa Real Madrid unajua imerudi mara 7 ya hiyo. Ni dream ndogo, lakini usiweke kama dream ndogo, una dream big kwamba tunafanya hivi ili tufike hapa. So tuwatumie sana hawa kaka zetu ambao walitangulia, wanajua mengi, na hata kwenye hizi mechi ambazo tunakwenda tuna struggle, ni kuwaita, wanakuja kuongea na vijana mle kwenye backroom, wanasafiri nao wanapoenda kucheza huko nje, kwa wamekosea, wakirudi nini tukae nao tuwaambie. Kwa hiyo mimi ni apili yangu ambayo napenda kutoa. Kaka yetu Kiba Den yuko hapa Dar es Salaam, mawasiliano yake tunayo, ukitufuata tutawapa, muongee naye na tuyajenge. Sasa kitu ambacho tunaomba watazamaji wetu ni kusubscribe, share, like, put notification ili kwamba ujue next time tutamleta nani. Lakini nakushukuru sana kakaangu Kiba Den kwa kufika studio zetu kuongea na sisi. Sasa tumefurahi sana kupitia story yako, maana watu wengi sana walikuwa wana contact kwamba tukutafute au kusikia kidogo, waone mambo uliopitia.
na tumefurahi sana kwamba umetupa heshima kufika leo hapa. Nashukuru sana. Yeah. Labda mimi la mwisho, ndio mimi nitawasaidia sana Watanzania kwa mpira mimi naufahamu vizuri sana. Sawa. Ila tunakwama uwezo. Kwa mfano mwambia nina kiwanja changu kikubwa. Kubwa, mnaweza mkajenga hata stadium kubwa kabisa. Sawa. Tuje tukiza. Sasa mwenye uwezo mwingine anaweza kusema bana, ngoja mimi nikawekeze kwa Kibadeni. Kwenye uwanja ule. Tutengeneze uwanja. Au kwenye ile academy. Jambo la maana sana ya. Kama mtu ana uwezo aje tuzungumze. Mimi elimu ya mpira ninayo. Lakini uwezo mwingine sina. Sina pesa zile za kuweza kumtafanya hichi nitafanya. Kufundisha mimi na uwezo. Na nimesoma. Na umesomea hicho sana tena. Kwa hiyo ninachowaomba Watanzania. Nafikiri kitu nusu umeshaifanya kazi. Sasa ni mwekezaji mkubwa. Either iwe serikali ama serikali kutafutie mwekezaji ama mwekezaji atakayejitolea kukuza hiki kitu. Wakuone muongee. Tena nawaambia hata hawa Simba wana klabu yao, wana viongozi wao, lakini mimi nachowaambia kama kuna jambo linahusu mpira, si wanione kabisa. Wala sitokuwa na nini, lakini mtu anaweza kwambia wanapata shida, huyu katoka nani, hata mtu kukombea bana Kibadeni una beki hapo nzuri. Basi si mtu sio kupigia kutoka klabu, ni mmoja mtu kanipigia kutoka klabu. Katika watoto walikuwa nao hatuwezi kupata goalkeeper hapo. Alitoka Shabalala juzi hapo. Kutoka Shabalala Simba kwenda Yanga. Lakini wangeniambia huko una beki wengi. Exactly. Sababu wanaona yani unajua ndio siku moja nilikuwa naongea na fikiri ilikuwa ni Ngulungu. Sasa ni Ngulungu. Akawa anasema unajua kama sisi wachezaji tuna jicho la kujua mchezaji gani ni mzuri. Ndio. Kwa hiyo mnaweza mkamwaga hapo wachezaji 20 wanacheza. Mimi nikaona wote wanacheza vizuri. Lakini wakasema yule na yule. Maana kuna siku tulikuwa tunamuongezea Amisigaga akasema yule ni mchezaji mzuri sana. Ndio. Sasa kwa nini umemtaja? Akasema sisi tuna jicho la kuangalia. Kuna wachezaji wengi anacheza nao pale. Lakini Amisigaga alikuwa ni mchezaji mzuri. Kwa hiyo wakitumia watu kama nyinyi, akasema bwana tunaomba uje huku. Utupe ushauri. Kwamba tufanyeje. Hata scouting wakakwambia bwana sisi tunataka kununua mchezaji kwenye ligi ya Egypt. Hebu nenda kaangalie ligi yao, kaa pale miezi 3 uangalie. Utuambie bwana huyu hapa anatufaa. Basi hapa unaweza kuleta kitu cha maana sana. Bwana nenda ligi ya Kongo, kaa hapa miezi 3 uangalie ligi yao, tunataka mchezaji mmoja wa scout pale. Sasa unakuta mtu ambaye hana experience ya mpira anakwenda tu huyu amefunga magoli mangapi? 4. Huyu mangapi? Kumbe hawajui wewe utaangalia ana assist ngapi na amefunga ngapi na afya yake ikoje. Kuna vitu vingi utaangalia. Kwa hiyo hiyo appeal jamani. Mimi nawaambia bwana Kibadeni anapatikana, namba yake ya simu. Wape namba ya simu watajie. 07 17 366 337. Hiyo ni namba, nitairudia 07 17 366 337. Anytime mtampata, na hata mkituona sisi hapa 80s Vibe tutawapatia. Wana watoto wao wanataka kuleta, wataleta, wakinipigia kwenye academy ipo. Kuna academy ambayo mnataka watoto wafundishwe na mwalimu mwenye experience, Chanika. Kwa hiyo fanya mawasiliano na nafikiri mtajenga vizuri tu. Asanteni kwa kutusikiliza na tumefurahi sana kuwa nasi mpaka mwisho wa kipindi hiki. Don't forget to share, like and subscribe for more. Asanteni.